Kabla Mungu hajakupa afya, inatakiwa uione afya kwa macho yako ya ndani. Kabla Mungu hajakupa huduma, hajakupa uchumi, inatakiwa uione kwa macho ya ndani. Ndo hapa anaposema ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani. Imani. Unaweza kuwa na maisha fulani ambayo inawezekana umeokoka, lakini kuna mambo hayajakaa sawa. Unaona kabisa katika haya mimi si mchi Mungu. Ukiamini tu ndani yako na ukaona kwamba inawezekana nikamcha Mungu, na ukajiona upo mahali pa kumcha Mungu, lazima itokee, kwa sababu umeona. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kile kitabu cha Waefeso ile sura ya 11 mstari wa kwanza, Biblia inasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, tumaini la mwito wake jinsi. Macho ya mioyo yetu. Kumbe ndani ya mioyo, ndani yetu kuna macho. Haya macho ya nje yanaweza kawa naona, lakini macho ya ndani yanaweza yakawa hayana nuru. Ili hayo macho yawe na nuru, ulikuwa unamhitaji Yesu. Ndiye anayeleta nuru. Unamhitaji Yesu awe sehemu ya maisha yako. Yesu alipoingia, yeye anasema mimi ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Lakini naye anasema sisi ni nuru ya ulimwengu. Tunakuwa nuru kwa sababu kuna vitu ambavyo dunia haioni. Sisi tuliookoka tunaviona hivyo vitu kwa sababu ndani yetu aliingia. Anasema macho ya mioyo yenu. Unaweza ukaomba kwa mdomo, ukaomba na tukaona unaomba, lakini vitu visitokee kwa sababu bado macho yako yana giza, yana upofu, hayaoni. Yesu akiishatia nuru, utakuwa unaamini kila jambo linawezekana kwenye maisha yako. Amen. Hakuna kisichowezekana. Wengi wanaomba vitu havijibiwi kwa sababu macho hayajatiwa nuru. Kuna mmoja akaenda mbele za Bwana akasema, Bwana, ninaomba utuongezee nini? Imani. Kuna kiwango ambacho ndani yake aligundua akipo, ndio maana wakaomba wao waongezewe imani. Kuna wakati mwambie Mungu, ninataka nione. Kuna wakati nenda mbele za Mungu. Unaweza ukapeleka maombi mengi, ukaona kila maombi unaopeleka mbele za Mungu hayajibiwi. Kumbe haujafika kwenye kiwango cha bayana, kwenye kiwango ambacho unayaona mambo yametokea, unayaona mambo yamekuwa, unaona afya ipo. Inawezekana unaweza kuwa umelala kitandani unaumwa, yani unaumwa, ni kweli unaumwa, umelala kitandani, ni kweli kuna jaribu lipo limesimama, lakini ili utoke kwenye msururu wa mateso ya adui, ili uondoke kwenye magonjwa, ili uondoke kwenye vifungo, lazima wewe uone uhuru wako kwenye ulimwengu wa roho hata kabla haijawa kwenye ulimwengu wa mwili. Ndio maana ya macho yanatiwa nuru. Macho ya mioyo yenu. Ndani ya moyo kuna macho, na nje kwenye mwili huu kuna macho, lakini yale ya ndani ndiyo yanayochochea muujiza. Mazingira siku zote ya maisha tulionayo huwa hayasapoti kutokea kwa muujiza, kwa sababu macho ya nje yanaliona tatizo, lakini macho ya ndani yanamuona Bwana. Ndio maana Daudi akasema, nalimuona Bwana amesimama mbele yangu, na alimuona Bwana amesimama. Anaposema nalimuona Bwana, manake ndani yake kuna macho yalifunguka, yakajua kwamba msaada wangu unatoka kwa Bwana, tumaini langu linatoka kwa Bwana, uzima wangu unatoka kwa Bwana, baraka ya maisha yangu inatoka kwa Bwana. Unapoona mambo, unapoviona vitu kwenye ulimwengu wa roho, unapoviona vitu ambavyo havijatokea kana kwamba vimetokea, Mungu ni lazima aachilie muujiza.